Na mtazamaji, karibu tena na shukrani kwa kuendelea kusalia nami, na kama nilivyokuahidi awali na kunjua jamvi la mazungumzo kwenye sehemu hii ya taarifa za yanayojiri leo, tukiwa tunaangazia ugonjwa wa tawahudi ama mahitaji maalum ya tawahudi, kwa jina lingine usonji na kwa lugha ya kimombo autism, ambayo itakuwa nahusisha wadau ambao wapo tayari studioni, tukiangazia tu ni yapi ambayo yanaweza kufanywa katika kuzuia, katika vile vile pia kudhibiti iwapo kuna mzazi ambaye ameweza kupata mtoto mwenye mahitaji hayo maalum. Studioni nimeungana na Daktari John Onala. Yeye ni mtaalamu ambaye anasaidia kupeana ushauri na vile vile pia kupeana tu mwelekeo kwa wale wazazi na familia ambao wanahitaji usaidizi huo baada ya kupata watoto walio na mahitaji hayo maalum ya tawahudi. Na pia namhusisha Pauline Elizabeth, ambaye yeye ni mojawapo wa wanaharakati wale wanaoendelea kueneza hamasa kuhusiana na ugonjwa ama mahitaji maalum ya tawahudi. Na pia yeye mwenyewe ni mmojawapo wazazi ambao wamefanikiwa katika kuwalea watoto ama mtoto mwenye mahitaji hayo maalum. Tutakuwa tunapata kisa chake na kujua ni yapi ambayo mzazi anafaa kuhakikisha anayafanya ili aweze kufanikiwa kama alivyofanikiwa Pauline Elizabeth. Pia namhusisha Kennedy Okongo, ambaye yeye ni mkurugenzi wa mipango katika shirika la Riziki Source, shirika ambalo linawajumuisha vijana hususan wenye mahitaji maalum mbalimbali, na pia kuwasaidia kupata majukwaa ambayo ni rahisi kupata ajira na kuweza kujitegemea katika maisha yao ya baadaye. Tutakuwa tunajua zaidi ni yapi ambayo Riziki Source wanafanya katika kuwasaidia vijana walio na mahitaji maalum au ulemavu, na pia hususan iwapo wameweza kupata vijana walio na mahitaji ya tawahudi na wamepata usaidizi katika kiwango gani. Karibuni studioni. Naam, nafikiri nitakuwa naanza na upande wa John ambaye yuko karibu na mimi, tukiangazia mahitaji maalum, kwa sababu nasikia wasiwasi sana kuita ugonjwa kwa sababu zaidi ni mahitaji maalum. Mahitaji maalum ya autism ama tawahudi ama usonji ni nini hususan ambacho tunazungumzia? Mara nyingi tunapozungumzia usonji tunaangalia sehemu tatu ambapo usonji huwa ina affect. Ya kwanza huwa ni uwezo wa kuongea ama kutumia usemi. Utapata kwamba kuna watoto wengi ambao wana shida ya usonji ambao pengine watachukua muda mrefu kujifunza kuongea, na kuna wengine hawataweza kuongea. Na hata wale wanaoongea wakati fulani hawana uwezo wa kuzungumza na mtu, kwa mfano tunavyozungumza hivi. Alafu sehemu nyingine ni kwamba mara nyingi utapata kwamba wanataka mambo ifanyike style fulani, yani wako rigid, kwamba atataka kila kitu ifanyike katika ile hali ambayo anaelewa. Alafu ya mwisho ni kwamba wakati fulani utapata kwamba kuna tabia fulani ambazo atakuwa nazo ambaye sio ya kawaida, kwa mfano kuweza kucheza na watoto wengine, kufuata sheria zile za kawaida ya watoto kucheza pamoja, ni ngumu kwake. Na usonji pia inaweza kuwa na mambo mengine ambayo inaweza kuwa na usonji. Kwa mfano mtu mwenye ana usonji anaweza akakuwa hyperactive. Hiyo sio part ya usonji, bali inaweza ikakuwa pamoja na usonji. Anaweza kuwa na short attention. Vile vile anaweza kuwa na shida pengine ya hisia aina fulani, sensory issues. So hizi vitu zote zikiwekwa pamoja utapata kwamba inafanya kukua kwa huyo mtoto ni vigumu kidogo. Lakini kuna nafikiri tabia tofauti katika kila mtoto mwenye mahitaji maalum ya tawahudi ama usonji, ama lazima yawe yamejumuishwa yote uliyoyataja pamoja? Hapana, ziko tofauti. Utaniruhusu niseme kwa kizungu kidogo kwamba autism ni spectrum. Inamaanisha kwamba kuna symptoms aina nyingi ambayo tukiweka pamoja tunasema huyu mtu ako na autism. Lakini utapata kwamba mtoto mmoja ni tofauti na mtoto mwingine tena na mwingine. Na vile vile mtu mwenye ana usonji, kuna wale wanasakwa pengine na level of intelligence kujuu zaidi, na kuna wale wako katikati wa kawaida, na kuna yule pia pengine atakuwa na struggle upande wa chini. So utapata kwa maana ni spectrum, inakata cross levels of intelligence,
na abilities ni kama tu wale watu wa kawaida. Kwa hivyo usonji sio ugonjwa, ni hali. Ni hali. Yeah. Naam, nafikiri katika kujifunza hilo sio ugonjwa, na nafikiri ndio changamoto ambayo wazazi wengi wanapitia, hususan kwa kukosa kufahamishwa kuhusiana na hali yenyewe ama mahitaji haya. Pauline, tunaposema usonji ama tawahudi si ugonjwa, ni hali. Wewe kama mzazi ambaye sasa umekuwa mstari wa mbele katika kueleza wazazi wengine, kuwafahamisha na pia kuwapatia ule mwelekeo wa ni kipi ambacho kinahitaji kufanywa, mara ya kwanza ulipoona dalili hizi, ama dalili zipi ambazo uliona, kwa sababu tunajua hazifanani, na ulihisi kwamba ni hali ama kwa mara ile ulikuwa unajua ni ugonjwa? Asante kwa hii nafasi. Sasa kwanza sikujua, mtoto wangu alikuwa miaka miwili. Alafu mamangu akakuja nyumbani kututembelea na yeye ndo aliona. Sababu nilikuwa na mtoto mwingine anamshindia miaka kama 4 na sikuwa nimeona kama kuna shida. Mama alikuja akaniambia, huyu mtoto mdogo simuoni akiongea. Na simuoni akikana sisi kama watoto wengine. Sababu mwingine akija mtoto anataka kuja aone ni nani anamsumbua hivi. Huyu mtoto sijamuona. Kwangu sikuwa nimeona ni shida. Sababu mtoto kama vile daktari amesema, shida yake ilikuwa hachezi na watoto wengine. Lakini alikuwa tuseme independent. Alikuwa anaamka asubuhi, anakula, lakini chakula ile alikuwa anachagua si kawaida. Alikuwa anataka chakula ile ni ngumu. Alikuwa anataka ile tumefinya peke yake ama blended. So nilikuwa nimejiambia kama mzazi, unajua mzazi hataki kuona shida kwanza. So mama akakazana, tukampeleka shuleni. Kumpeleka shule, after muda kama mwezi 3 hivi, term moja imeisha, ndio shule wakaniita wakaniambia, hapana, hii si shida ya kawaida. Hapo ndio niliona ni ugonjwa. Nikadhani ni ugonjwa sababu sikuwa nimesikia mambo ya usonji mbeleni, sikuwa experience maybe kwa mtu wa familia. So tukaenda hospitali tukapimwa na nikaambiwa ni lifelong, kumaanisha mtoto wangu atakaa na hii hali. By that time nilikuwa naona ni ugonjwa, atakaa na ugonjwa mpaka maisha yake yote. Sasa nikaanza kuwa na wasiwasi. Nikaanza kufanya research. But nikifanya research, utafuti, naona kumbe si ugonjwa. Kumbe nikijaribu kumsaidia mapema anaweza saidika. Hapo ndio nikatafuta daktari, nikaelezwa mengi kuhusu usonji na nikajua cha kufanya. Kennedy, tatizo kubwa ambalo tunaliona kwa jamii kuhusiana na hali ama mahitaji maalum ya autism, usonji, tawahudi, kulingana na lile jina ambalo ungependa kutumia, ni kutofahamu hali yenyewe, kutoijua kwanza ina vigezo gani, kwa sababu tumeona kutoka kwa John kwamba kuna tabia tofauti kwa watoto tofauti na hazifanani, lakini huenda zote zikiwekwa kwenye kundi moja baada ya daktari kuweza kuziangalia labda tabia hizo kwa mtoto huyu. Hamasa munaifanya kwa kiwango gani katika shirika lenu la Riziki Source kuangazia masala dada ya tawahudi, tukiangazia kwamba huu ni mwezi ambapo tunaendelea kufanya hamasa kuhusiana na ugonjwa wenyewe? Samahani, na hali yenyewe. Takuwa nikisema ugonjwa mnanikumbusha jamani. Sio ugonjwa. Si ugonjwa. Asante sana kwa swali lako. Na la muhimu, sisi tunasisitiza watu waweze kuelewa usonji ni nini. Sababu ukija kuelewa, utaita ugonjwa kama hadi. Alafu yale mipango pia utakuwa na mipango thabiti ambayo itawawezesha au kujiingiza pale ndani. Tunapenda sana kuwahusisha madaktari kama Onana waweze kuwafahamisha wazazi hata umma kwa jumla kwamba usonji ni hali na ni tofauti kati ya huyu na yule. Nia yetu kama shirika ni tujue wale ambao wamewekwa tu nyumbani pale na wana uwezo fulani, ibainike wazi kwamba kuna uwezo fulani wako nao na watolewe nje na waweze kujihusisha na mambo ya kujenga taifa. Kuna
yule mtoto ambaye akona usonji, mzazi mwenyewe hajui ana usonji. Mzazi mwenyewe anamweka ni kama yule mtoto wa kawaida. Hata kwenye mambo ya shule nini anamweka kama yule mtoto wa kawaida. Hali hiyo inafanya yule anakosa kunufaika na yale mambo ambayo angenufaika nayo ikiwa hali hiyo ingekuwa imebainika wazi. Ndio sababu tunapenda hizi support centers ambazo ziko. Usonji saa zingine hata daktari mwenyewe atashindwa kusema ni nini. Na mwenyewe atakuja kukuambia ende uone mtu kama Elizabeth. Yule ambaye sasa ana ule uzoefu wa kuishi na mtoto huyo. Ambaye yule ambaye ameona kwamba kuna behavior hizi nimeziangalia kwa muda fulani. Hii inakaa ni usonji. Huyo ameathirika pakubwa. Huyo ni kiasi. Huyo too mild. Na ukiangalia wale ambao wameathirika ambayo ni mild, pengine tena wako gifted na talanta zile zingine, wana concentrate na wana focus kwa kitu fulani. Na tena ni watu wanapenda kusema ukweli. Akiboeka na wewe atakwambia sitaki hiyo. Akitaka hii atasema sitaki hiyo. Haezi kuja kuficha mambo. So kuja kuelewa mambo kama haya itatuwezesha pia kujua tutawadeploy wapi ili tutapon hizi strengths. So kama shirika ajenda yetu kubwa ni wajihusishe na mambo ya ajira. Waweze pia kujenga taifa, wawe wanajikimu kivyao. As opposed to ile dhana kwamba wao ni wale ambao watakuwa wanashinda wakisaidiwa tu na wale caregivers wazazi. Wazazi pia wanahitaji nafasi ya kujihusisha na mambo fulani. Lakini sasa akiwa full time caregiver, unajua sasa kuna hiyo distraction ambaye anapitia kama mzazi. Hata ukiangalia sasa mzazi mwenyewe awe ameajiriwa mahali fulani, atashinda kiitisha ruhusa nini. Unajua employer hatakuwa mwajiri hatakuwa anapendezwa na mambo kama hayo. So ndipo tumekuja kama shirika tukiwa na nia ya kuhamasisha umma kwamba usonji lazima ikiwe ni hali ambayo itakuja kuangaliwa vizuri. And then ukiwa umediagnose kwamba huyu hakuna nguvu fulani, zile strengths, then unamdeploy appropriately mali inawezekana. Yule hawezi pia itabidi aangaliwe kwa hali hiyo ya kutoweza chochote, ile awe naye anakuwa anaangaliwa na wazazi vizuri. Yule wakati kati pia unamwangalia anaweza kufanya nini. Ni wazuri sana kutengeneza vitu vya mikono, vipuli, mambo kama hayo. Na ukiangalia wakitengeneza utaweza pata soko, hiyo pesa iwe ni wanakuja kupewa na waendelee kujikimu. Yes. Na asante. John, tukiangazia kupeana hamasa. Mara nyingi wewe ndio wazazi wanakuja kwako ama unakutanishwa na wazazi wakati wapo katika ile nafasi ambayo hawaelewi hali hii. Hawaelewi kinachoendelea katika maisha ya watoto wao. Ni yapi ambayo unaangazia wakati mzazi anakuja kwako akiwa ndio mwanzo ameambiwa nenda kwa John, anaweza kukusaidia kuelewa hali ambayo mtoto wako yuko nayo na pia cha kufanya ni kipi? Okay. Kabla tujasema mtoto ako na usonji, kitu cha kwanza kabisa huwa tunapata background information kutoka kwa mzazi. Tutauliza maswali mengi sana. Kuanzia jinsi alivyokuwa mjamzito, mtoto alizaliwa vipi, hapo alipokuwa mdogo alikuwa vipi akikua. Kwa mfano tunajua kuna mambo mengine, kwa mfano mtoto akiwa ameshinda kwa TV mara nyingi, ako kwa simu, haongei na watoto wengine, hachezi, hii inaweza ikawa ni shida. So baada ya kupata hiyo information kutoka kwa mzazi, kama kuna mtu mwingine amekuwa na mtoto, pengine kuna house girl ama mtoto ameenda shuleni, tutahoji wale wanaofanya kazi na huyo mtoto. Alafu baada ya hiyo tutafanya observation. Tutashinda na huyo mtoto kwa muda. Kama ni mtoto ambaye anaenda shuleni, saa zingine tunaenda hata shuleni. Tunamtazama akiwa kule shuleni darasani, akiwa huko nje. Alafu baada ya kupata hiyo information yote, tukipata kwamba mtoto ako na strengths aina fulani, tutafanya sasa cognitive evaluation. Ile kuna test zile tutafanya tuweze kujua huyu mtoto uwezo wake iko vipi. Nitakupa mfano. Juzi nilikuwa na mtoto ambaye
ni kama ako na umri wa miaka 4 hivi na hawezi akaongea, lakini anaweza akasoma. So akipewa kitu cha kusoma atasoma, lakini kuzungumza na wewe hawezi akazungumza na wewe. Sasa naona hiyo ni strength tumepata pale, so hiyo tuta-evaluate kando. Hizi challenges zingine zote ambazo mtoto ako nazo tutazi-evaluate zikiwa separate, lakini sasa usonji yenyewe tutafanya observation. Alafu baada ya kufanya observation tumepata background information, tunaweka hiyo tabia ambayo tumepata pale kwa rating scale. So hiyo rating scale itatuambia kama mtoto ako na mild, moderate, amekusavia. Sasa tunasema kuna level 1, level 2 na level 3. Alafu baada ya kupata hiyo sasa tutatazama yule mzazi. Kuna wakati fulani unaweza fanya assessment, alafu naona ukimwambia huyo mzazi direct kwamba mtoto wako ako na usonji, utakuwa umemuumiza yule mzazi. Kwa hivyo sasa huyo mzazi pengine wakati fulani tutarifa kwanza ape counseling. Azungumzie kwanza, aelewe, alafu sasa ndio aelezee mtoto wako ako na usonji, na tukitoka hapa pengine utahitaji occupational therapy, utahitaji speech therapy, na kule nyumbani utakaa vipi na mtoto wako. Au kuna wakati fulani tutasema unahitaji kununua zile vitu za kucheza, au switch off TV, uachane na screen kabisa, ucheze na mtoto, upate therapy. Tunaangazia hizo vitu zote ili mzazi anapotoka kwa ofisi anajua nitakuwa nafanya 1 2 3. Au mwambie tu hii ni usonji na uondoke hivyo. Labda kwa kuongeza tu kidogo, unaposema viwango ama level 1, 2 na 3 inamaanisha nini katika hali hii? Okay. Tukisema level 1 kwa mfano, utapata wale wako kwa ile tunasema hali ya usonji sio sana. Ana uwezo wa kuongea na kufanya mambo mengi, atasoma kwa shule ya kawaida, lakini bado anahitaji kusaidiwa kiasi fulani. Alafu utapata level 2, hali imeenda juu kiasi, lakini bado ana uwezo wa kufanya mambo fulani. Lakini mara nyingi utapata yule wa level 2 pengine anahitaji occupational therapy amsaidie kufanya mambo fulani. Alafu level 3 utapata wengi ambao wako kwa level 3 hawataweza kuongea ama watachukua muda mrefu sana kujifunza kuzungumza. Kujifunza mambo ya kawaida kama kujipeleka choo, kuvaa nguo, kujilisha, kucheza na watoto wengine, mara nyingi utapata ni shida kwao. Kwa hivyo watahitaji usaidizi zaidi ya wale wengine. So tunaweka hivyo. Alafu bali na hizo level bado tuna abilities kama vile mwenzangu alivyosema kwamba kuna utasapata moja kuna strengths aina fulani. Unasapata mtoto mwenye ako na usonji na pengine hata mtoto wa miaka 6 ana uwezo wa kufanya hesabu kuliko umemaliza chuo kikuu. Na vile vile unasapata pengine yule mwenye ana uwezo wa kufanya mambo fulani. So unapopata hiyo hali unamsaidia sasa aweze kujinufaisha na hiyo uwezo yenyewe. Pauline, tumesikia daktari akitaja baadhi ya aina ambazo zipo, na labda tuangazie zaidi vitu ambavyo unaweza kuviona kama mzazi. Sasa hivi umebobea katika kufahamu zaidi kuhusiana na mambo ya tawahudi. Mshauri vipi mzazi ambaye anatazama kuanza kuwa macho katika kiwango gani? Wakati amebeba ujauzito vitu gani anafaa kuvifanya? Wakati amejifungua awe anaangalia vitu gani ndio aweze kutambua mapema iwapo mtoto wake ana hali hii au la? Okay. Asante. So kwanza mama akiwa mjamzito miezi ya kwanza mitatu lazima kuwa na kupumzika. Lazima kula vizuri, healthy foods. Sababu vile tulisoma kwa biology, ukiwa mjamzito the first cell that develops kwa mwili ni brain cell. So kumaanisha hizi miezi 3 za kwanza ndio muhimu kabisa kwa development ya mtoto. Unaona? So kumaanisha kama unakunywa pombe, unavuta sigara, hizo vitu unaacha. Rest ni important sana pia, sababu inasaidia hiyo brain kudevelop vizuri. Tukiendelea kuna supplements zile madaktari wanatupatia hospitali, tusikose kuzichukua sababu zinasaidia kudevelop bones, kudevelop brains, make sure that mtoto anakuwa vile inatakikana. After mtoto amezaliwa pia during saa ile unajifungua utapata kuna cases za prolonged labor. Umeumwa kwa muda mrefu sana. Hiyo si nzuri. Okay?
I think saizi hospitali wanasema kama 18 hours, 12 to 18 hours ikipita then unaenda theater. Kuna hiyo, kuna kuwekwa mtoto kwa oxygen, kuna vitu unafaa kuangalia. Daktari wako atakwambia kulingana na vile umebeba ujauzito wako. Ukishazaa pia miaka tuseme mbeleni ilikuwa miaka 4, but saizi kwa kazi ile tumeona mtoto akiwa kama na mwaka 1 miezi 8 unaweza kujua. Kuna signs zile mtoto hakuangalii kwa macho, kuna signs kama gut issues, zile mtoto anahara sana ama anashindwa kwenda choo kwa muda mrefu, kuna zile mtoto ana tiptoe. Hizi ni vitu unaweza angalia ukiwa anashindwa kuitika jina lake. Anashindwa kuitika jina lake. By 18 months kuna tuseme kama kuongea, kuna a few things mtoto wana amefaa kuwa ameachieve. So unaangalia hizo zote, na nitaambia wazazi that as early as 18 months unaweza pata usaidizi. Unaweza pata usaidizi, usiogope. Usiogope sababu ukianza mapema mtoto ataweza kusaidika mapema. Lakini ukikaa sana ipite kama miaka 10 hivi, sasa unajua mtoto ashashika, kuna tabia zile ashashika, kuna maisha ile amezoea, so inakuwa ngumu kidogo kumsaidia. Asante Kennedy, kwa kuangalia kwa uzoefu mlionao kama shirika, tofauti anazozitaja Pauline zinaonekana vipi kwa labda sasa mtoto ama binadamu ambaye ana hali ya usonji, ukiangalia tofauti ya yule ambaye alipata usaidizi mapema hadi kufikia katika ujana wake na yule ambaye alipata usaidizi kuchelewa, mnapokuwa mnatangamana nao mnaona tofauti ziko wapi ili mzazi aelewe umuhimu wa kupata usaidizi mapema? Ni kama kawaida. Ukianza hata kujifunza kitu mapema utakuwa uko sawa kuliko yule ameanza leo ikiwa wewe ulianza 2 weeks ago. So ukiangalia kuna utofauti mkubwa sana kati ya mtoto ambaye amepatikana kwa familia yenye ile enlightened, ile familia ambaye iko enlightened on issues za usonji, na ile familia ambaye ilikuwa ya chini na hata pengine wazazi hawajasoma na mambo kama hayo, utaona kuna utofauti mkubwa sana. Sababu yule kuna mambo fulani hajajihusisha nayo akiwa mdogo. Ukija kuanza kumkunja mti ukiwa mkubwa, unajua utakuwa ni mgumu. Samaki mkunje angali mbichi. Yes, samaki mkunje angali mbichi. So kwa hali yetu ya kazi tumekuja kupata wale ambao hawawezi kusema chochote, wanatumia signs. Tumepata pia wale wanaongea one word, lakini anajua ni nini anafanya. Lakini ataongea mambo machache sana. Tumepata yule atakurekebisha. Unafanya kitu, no sio hivyo. Hivyo unaona anajua anafanya nini. Anakuelekeza na unaona ako right. Kuna yule ambaye ako creative. Ataweza design kitu, website, vitu kama hizi. Hapo ndio nilikuja kugundua kwamba understand things about usonji is very important. Kuna wale wamewekwa tu, lakini nilikuja kuona una wale wana talanta, creatives. Shida ni ataki sasa kufanya kitu kingine tofauti na hiyo ambayo alikusudia kufanya. So kurejelea swali lako, ni muhimu wazazi wapate hamasisho kwamba wakiona dalili ambayo mtoto anaonyesha sio ya kawaida, waweze kujaribu kutafuta suluhu kwa wale ambao wataona ni kama wale experts, ili wapate information early enough na waanze hizo therapy sessions vizuri. Tunajihusisha na mambo ya kuwa link na job opportunities. Ni ulemavu
kiujumla, sio wenye usonji peke yake. Lakini sasa hapo katikati tumekategorize usonji kama mojawapo ya ulemavu ambao tuna jaribu kusaidia. Kuna employers wale pia wanatuuliza, tunataka watu ambao wako na usonji. Tunauliza kazi ambayo unataka kuwapatia ni gani? Wanasema kazi ile tunataka kuwapatia, kulikuwa na employer ambaye ana deal na environment things. Na kurecycle waste, plastics na vitu kama hizo. So saa zile wanaenda kutafuta hizo waste, wanazileta pamoja zimechanganyikana. So wanataka yule ana sort out red kando, blue kando, hii piece ingine kando. So wakaona mtu mwenye usonji anaweza kufanya hiyo, sababu akipata yule right one atakuwa very keen not to mix red na blue na kitu kama hiyo. Na hapo tuliweza kutoboa, tuliweza kufaulu. Alipata na walifanya hiyo kazi sana na walipa pesa. Na wakawa wanajikimu kimaisha. Sababu wazazi wa wale watoto ni wale wanajaribu kubaini vile wataweza pata suluhu ya shida zile. Wakaenda kwa support centers, wakawa wanajihusisha na watu fulani, wanaongea, wanauliza maswali. Ikawa sasa wamepata ile nguvu na information. Na wakasema hawa ni watoto wetu, lazima nao sasa tujaribu kutembea na wao. Na waweze kujihusisha na mambo ambayo watu wengine pia wanajihusisha nayo. So kitu ambacho nimekuja kubaini ni kwamba la muhimu ni ile support system ya familia. Ile support system ya familia. Alafu ile hali ni ile hali ambayo ni natural iko pale. Nikiwa na usonji, hali hiyo hautaweza kuibadilisha. So it's about hii society ingine iangalie tutawahusisha hawa vipi kwa mambo. Ni tofauti. Sasa ukiangalia tena kuna ulemavu kama hii, tuseme ile club foot. Mtoto akiwa mdogo, unajua utampeleka surgery na miguu irudi kanyage vizuri. Lakini akishakuwa mkubwa unajua haiwezekani. Hivyo with usonji start early ndio anufaike. Yeah. Bila shaka nafikiri umeeleza vizuri, na labda kutoka kuongezea kuna baadhi ya picha ambazo mtazamaji atakuwa anaziona kwenye runinga yake, lakini katika picha hizo kuna sehemu muhimu ambayo ndio inaendana na mazungumzo haya, ambapo ni mwanafunzi kutoka shule ya Econ School Tutorials ambaye alikuwa na hali ya tawahudi ama usonji, lakini huyu mwanafunzi alikuwa anajua bendera zote za dunia nzima, rangi zake na jinsi ya kuzichora, na anafanya mwenyewe kwa kutumia tarakilishi. Nafikiri ilikuwa ni jambo ambalo katika kazi yangu lilikuwa linanishangaza sana, kwa sababu ni wengi wanahisi kwamba mtoto anapokuwa na ulemavu wa aina hii ama hali hii wanaangazia zaidi ule ulemavu na wanakosa kupata nafasi ya kutambua zile labda ile nguvu ambayo amepata katika vitu vingine ama talanta ambazo anazo kama mtu binafsi. Tukiangazia hayo, tutakuwa tunapata zaidi taarifa kutoka kwa Pauline kujua ni yapi ambayo wazazi wangeangazia punde unapojua kwamba mtoto wako ana hali hii ama ana ulemavu wa aina hii ya tawahudi. Unafaa kuangazia nini kuhakikisha kwamba unampatia yale mahitaji anayohitaji, kuhakikisha hakosi kuwa na maisha mazuri ya baadaye, hususan kwenye masuala ya masomo na pia katika kujitegemea maishani. Na pia tutakuwa tunafahamu zaidi kutoka kwa John yapi ambayo yanaleta changamoto katika kutoa hamasa kwa wazazi kuhusiana na hali yenyewe ya tawahudi kwa jumla. Lakini kwa sasa napata fursa ya kutupa jicho madukani. Tutakuwa narejea ndani ya muda usiokuwa mrefu, na kusihi usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, shukrani kwa kuendelea kusalia nami. Unaendelea kutazama taarifa za yanayojiri sehemu hii ya mazungumzo, ambapo tumeanzisha mazungumzo kwenye sehemu ya kwanza ambayo tunaendeleza sasa hivi, tukiwa tunaangazia kudhibiti tawahudi ama kwa lugha nyingine autism na wengine wanaita usonji, katika kuangazia zaidi yapi ambayo mzazi anaweza kuyafanya mapema
kwa wakati unaofaa ili kuhakikisha mtoto wake hakosi zile nafasi muhimu kwenye maisha na masuala ya elimu na pia katika kuweza kujitegemea kwenye siku za usoni. Studioni namhusisha Daktari John Onala ambaye yeye ni mtaalamu anayehusisha wazazi na familia za watoto walio na hali hii katika kuwapatia ushauri nasaha na mwelekeo wa ni yapi ambayo yanafaa kufanywa kuweza kufika katika ile nafasi ambayo tunasema ni ya ushindi katika kukuza mtoto mwenye hali ya utawahudi. Na pia namhusisha Pauline Elizabeth ambaye yeye ni mojawapo wa wazazi ambao sasa amekuwa ni mtetezi na pia mhamasishaji zaidi wa masala ya hali hii ya utawahudi ya usonji, kuhakikisha kwamba wazazi wengi wanapata ufahamu zaidi, na pia na kituo ambacho anawapatia elimu wanafunzi wenye hali hii, akiwa ni mmoja wa wazazi ambao yuko katika njia ya kufanikisha malezi bora kwa mtoto mwenye hali hii ya tawahudi. Pia namhusisha Kennedy Okongo ambaye ni mkurugenzi wa mipango katika shirika la Riziki Source, ikiwa ni shirika linalotengeneza nafasi za ajira kwa watu walio na mahitaji maalum au ulemavu, sio hususan tawahudi peke yake, lakini ulemavu tofauti, ikiwa tumeona hivi karibuni kukiwa na sera ambayo imepitishwa ya kuwepo kwa asilimia fulani ya watu wenye mahitaji maalum au ulemavu kwenye kila sehemu ya ajira, iwe ni kampuni ya kibinafsi au hata kampuni na afisi za serikali. Lakini tutakuwa tunayazungumzia hayo zaidi iwapo sheria hii itakuwa inapitishwa ama sera hii inapitishwa kuwa sheria, yapi ambayo yatakuwa yanahitajika kwenye sehemu hizi za ajira kufanikisha hayo. Karibuni kwenye sehemu ya pili. Asante. John, tulikuwa tuzungumzie changamoto ambazo zinakuja na nafasi uliopo ya kutoa hamasa na ushauri. Tunajua sio wazazi wote kama ulivyotaja ambao watapokea kwanza wewe kuambia kwamba kuna shida na inahitaji kushughulikiwa vipi. Changamoto zinakuwa gani wakati ambapo unatangamana na wazazi wanaohitaji ushauri? Mara nyingi ulemavu aina yote ile. Mzazi yote akija alafu mwambie mtoto wako ako na ulemavu aina fulani, huwa wanapitia mambo mengi. Kwanza msongo wa mawazo anapotoka pale, akienda nyumbani anahitaji kuambia pengine jamii, na kama ni mtoto ambaye anaelewa, kunakuwa na maswali kwamba huyu mtoto atahitaji kuelezewa kwamba ako na ulemavu aina fulani atakapofika umri gani. So utapata kwamba wanapopata hiyo habari, changamoto zingine ni kwamba je, ataweza kupata shule pale ambapo yule mtoto ataenda. Na hata huyu mtoto atakapogonjeka, kwa mfano anahitaji kuona daktari wa meno, kuna yule daktari ataweza kumshughulikia, atakubali kufungua mdomo yake, daktari aweze kuangalia. So utapata kwamba kuna changamoto nyingi ambayo huyu mzazi atapitia. Na pengine mahitaji ambayo huyu mtoto anahitaji. Unapomwambia kwamba pengine huyu mtoto wako atahitaji kula vyakula aina fulani, je, ana uwezo wa kupata hiyo? Au ukimwambia mtoto wako anahitaji kwenda occupational therapy, na hiyo ni pesa anahitaji kulipa. Alafu changamoto nyingine ni kwamba hatuna mashule za kutosha. So unasapata umefanya assessment, mtoto ametoka sehemu fulani, na katika hiyo eneo nzima hamna shule. So ukichukua huyu mtoto mpeleke kwa shule ya kawaida, shule ya serikali, walimu hawajui watafanya nini na yule mtoto. Saa zingine unaweza pata kwamba ni walimu wazuri wamekubali kumchukua yule mtoto, lakini hawajui cha kufanya na mtoto. So yule mtoto ataachwa pale darasani, pengine aachwe akimbie kule nje. Utapata kwamba hata usalama wa yule mtoto haiko sawa. Alafu pia kuna familia wale hawajiwezi kabisa. Acha nipeane mfano, wale wanaoishi katika mtaa duni, kwa mfano slum. Pengine huyu mama anafanya kazi ya kuosha manguo ndio aweze kumudu mtoto, na umwambie huyu mtoto wako utakuwa unampeleka shule fulani ama sehemu fulani kwa therapy. Akimpeleka shuleni, huku nyumbani hataweza kufanya kazi yoyote, kwa hivyo hiyo siku hawatakula. Kwa maana mama alienda kumpeleka mtoto shuleni. So utapata kwamba kuna changamoto nyingi sana ambayo hata tuweze tukazungumzia saa hizi tukamaliza. Lakini cha muhimu ni kwamba wakati fulani tunapofanya assessment, tunaambia huyu mzazi kwamba tuna mashirika aina fulani fulani. Kwa mfano sasa tuna Riziki, kuna mashirika nyingi ambayo inashughulikia walemavu na watoto walemavu. Sasa naweza nikamwambia
jiunge na hii shirika, utaweza ukasaidika pale. Hata pengine utakutana na mzazi mwingine ambaye amepitia changamoto sawa na ile unayopitia. Vile vile ninajua wazazi wengi, kwa mfano Pauline hapa, naweza nikaambia huyu mzazi nataka uende uzungumze na Pauline, amepitia hii barabara ambayo unapitia, amepitia haya changamoto, ataweza kukusaidia. Na vile vile pia tunafanya training. Kuna wakati fulani napata kwamba therapy ni ghali mno, mzazi hawezi. So tunakuwa na bit of training ambayo tunaweza tukatrain yule mzazi na train pengine shule pale penye mtoto anaenda, ili waweze kushughulikia yule mtoto. Lakini changamoto ni nyingi zaidi. Nimekusikia ukitaja kufahamisha mtoto katika umri gani iwapo ana hali hii. Ushauri huu mnautoa katika hali ya kwamba mzazi atarajie kwamba umri fulani ukifika amfahamishe mtoto wake kwamba ana hali hii, na hilo ni jambo ambalo linahimizwa? Yes. Acha tuseme kwa mfano wewe ukiwa unaugua ugonjwa fulani kwa sasa na haujui unaugua ugonjwa gani, najua utakuwa unafikiria shida yangu ni nini. Nimepata hata watoto wale wamefanya self diagnosis. Ile unafanya assessment alafu anakuuliza doc, what did you find, ulipata nini? Alafu namuuliza wewe unadhani kuna nini, anakuambia nadhani mimi na usonji. Unamuuliza kwa nini unadhani una usonji? Anasema nimesoma pengine mtandaoni, nimeona marafiki yangu wako na usonji. Sasa anajifanyia self diagnosis, anataka kujua ukweli. Hiyo ni jambo moja. So jambo lingine ni kwamba huyu mtoto atahitaji kuandikishwa na persons with disabilities, apewe ile kadi. Utamchukuaje umpeleke kule apewe kadi ambaye anasema ana usonji na yeye hajui kwamba ana usonji? So ni muhimu huyu mtoto atakapofika umri fulani ambiwe, unajua uko na shida hii, uko na usonji. Pengine katika maisha yako utahitaji kusaidiwa kwa muda mrefu. Utakapopata kazi pengine utahitaji kufanya kazi aina fulani. Na ni umri gani ambao hususan mnapendekeza awe anaweza kuelezwa? Inategemea na uwezo wa mtoto kuelewa. Nitakupa mfano. Nimepata mwanafunzi pengine anaenda kufanya mtihani na ako na shida fulani na nataka kuchukua course fulani. Acha tuseme kwa mfano umepata mtoto ambaye hana uwezo wa kushika kalamu, hawezi akaandika, hawezi akafanya mambo fulani, alafu anakuambia nataka nifanye engineering. Unajua kwamba hataweza kushika spana, hataweza kufanya mambo fulani. Na ukimkataza kwamba hautafanya hiyo, unahitaji kumuelezea kwa nini hawezi akafanya hiyo. So tunaangalia huyu mtoto uwezo wake, anaweza akaelewa akiambia uko na usonji ama uko na condition fulani, dyslexia ama ADHD, ama uko na motor coordination challenge, ana uwezo wa kuelewa. Na hautamwambia tu mtoto unajua wewe uko na usonji na uache pale. Hapana. Utampeleka for therapy. Utamwambia uko na hii shida, alafu atahitaji counseling, atahitaji therapy. Na kuna wengine hata wale high functioning, wale watahitaji mentorship maisha yao yote. Atahitaji kuwa attached na mentor ambaye huyu atakuwa anamsaidia maisha yake yote. Kwa hivyo ni vizuri ajue na ajue kwamba atasaidiwa kwa maisha yake yote. Yeah. Na Pauline, naona ukimsikiliza John kwa makini na ukikubaliana naye. Tunaangazia safari ya mzazi na mtoto wakati kuna ulemavu ama hali ya usonji ama tawahudi. Wewe kama mzazi, ni yapi ambayo ungesema ni muhimu kwa mzazi kuangazia yeye mwenyewe afya yake? Kwa sababu pia sio rahisi mzazi kuelezwa kama alivyotaja John kwamba mtoto wako ana mahitaji haya, maisha yake yatakuwa yanahitaji labda usaidizi zaidi, utahitaji kutumia fedha kumpeleka katika ushauri nasaha, kumpeleka katika sehemu ambazo atafanywa mazoezi ya viungo ama hata ya kimawazo na kiakili. Yapi ambayo unasisitizia afya ya mzazi hususan ya akili katika safari hii? Nadhani mzazi anataka asaidiwe sana kwanza ndio aweze kusaidia mtoto. Sababu in the first place kama umebeba ujauzito kama mama, hautarajii kupata mtoto ana shida. Ndio sababu daktari anasema kabla umwambie mzazi lazima uone mafikira yake iko wapi. Kama alifikiria hii hali, kama ako na any ideas about it, and hapo ndio unaanzia. Lazima mzazi akubali hali ya mtoto. Na kabla umtoe kwa ile dream, ile ndoto alikuwa nayo ya mtoto, umrudishe kwa hali ile anaangalia saizi ni safari.
So lazima mzazi aongeleshwe, asaidiwe, akubali hali ya mtoto. Akishakubali hali ya mtoto, then asaidiwe kwa kiwango yake. Tukisema kiwango yake tunaangalia finances. Naona sababu kuna wazazi wale wanaweza kupeleka watoto kwa therapy. Kuna wale hawawezi. Na sasa hapo ndio tunawasaidia. Wale hawawezi tunawasaidia nyumbani, tunawasaidia kuungana na wamama wengine kwa vikundi zile tumetengeneza. Na hapo mzazi kama mimi ule niko na information naweza kusaidia. Kuna madaktari kama Onala na wengine pia wameungana na sisi kwa hivyo vikundi kusaidia hawa mama. So tunawapeleka training, tunawaambia kama ni hiyo occupational ama speech therapy, kuna zile basics that sio enda therapy, lakini kuna vile unaweza ishi na mtoto wako, encourage kukuangalia, kama hizo vitu kama coloring, painting zinasaidia sana, na occupational therapy zina improve the motor ability. So mzazi akisaidiwa anaweza saidia mtoto. Na ningependa tena kuambia wazazi, sana usikae sana. Unaona, we mwenyewe ukiweza kujitoa kwa hiyo hali, uweke mtoto wako kando, umwangalie, utaweza kumsaidia kabisa, sababu we mwenyewe uko sawa, ni mtoto wako huyu anaishi shida. So ukiweza kujitoa kwa hiyo hali na uweke mtoto wako kando, uanze kumwangalia sasa vile utamsaidia huyo mtoto, utaweza kumsaidia kabisa, sababu wazazi wengi wanabeba hii burden. Wanajilaumu sana, wanadhani sababu mtoto wake ana shida pia yeye ana shida, unaona. So that is why wana need a lot of therapy, ndio waweze kujitoa kwa hiyo hali, waeke mtoto kando, wajiseparate from that situation, ndio waweze kusaidia. Kama si hivyo basi ndio utapata watoto wengi, hata wale wazazi wana uwezo, wameweza kuweka watoto wao nyumbani, hawasaidiki. Kuna mambo kama stigma, ile ina affect sana wazazi. Utapata mafamilia watakwambia umeharibu mtoto wako, hauongeleshi mtoto, haumchapi mtoto, ndio sababu ana hizi tabia mbalimbali. Lakini tafuta community kama hizo groups, zile watu wanakuelewa. Ukiweza jua njia ile, utahamasisha hata familia yako, utaweza kusaidia community at large. Kuna mashule, utapata mzazi, sisi kama Waafrika tunajua kwamba usipoweza kupeleka mtoto wako kwa shule, unaonekana kama mzazi ni kama umefail, unaona. So kuna homeschooling, kuna options. Ukikaa kwa hizi vikundi za watu wale wamepitia what you're going through, utaweza kusaidia mtoto wako the best way. Asante sana. Kennedy, tukiangazia kazi ambayo mnaifanya, najua kwamba mnafanya kazi na vijana walio na ulemavu wa aina mbalimbali. Ni kipi ambacho kwanza kijana anahitaji kuwa nacho kujiunga nanyi? Na tukiangazia mjadala wa leo, iwapo kijana ana hali ya usonji, mnamsaidia vipi? Kwa kupeana labda mifano ambayo mmekuwa nayo katika shirika. Sisi kitu cha kwanza tunataka uwe na ujuzi fulani. Umri kwanza, anaingia akiwa na umri gani? Miaka miwili tumlete? Hapana. Naam. Umri, sisi kwanza tuna deal na wale ambao wamefika ule umri wa kwanza kazi. Ya sababu huwezi kumwajiri mtoto mdogo. Hiyo ni kinyume na sheria. Lakini watu wanakuja kwetu hata walio na umri mdogo. Sasa hapo huwa tunafanya kile kinaitwa referral based on ile need ambayo amekuja nayo. So utapata hapo sasa tutaweza mwelekeza mahali panapo uwezo wa kumsaidia ile shida ambayo amewasilisha kwetu. Lakini tukipata yule ni 18 and above, saa zingine 16 pia, sababu kuna bits of skilling ambazo tunafanya. So tuna train vitu inaitwa soft skills. Kuna ile ujuzi umepata kutoka shule ambayo umesomea hapo nyuma. So ukija kwetu kuna hiyo bit, tutafanya panel beating kidogo, soft skills. Hata kwa interview utaweza jibu maswali namna gani, CV yako tunaangalia iko namna gani,
kama kuna support kidogo unahitaji, Zixos tutakuja pale. Then tuna run database ya qualified person with disabilities. Kuna vile utaweza ungana nasi kwa hiyo database, tunakucreatea profile, huyu ni so and so, amesoma kitu fulani, ana ujuzi wa kitu fulani. Alafu tena tuna database ya employers, wale wanahitaji watu ambao wamefuzu kwa kitu fulani. So kile tunafanya ni kujaribu kufanya the linkage. Lakini tumewahamasisha employers kwamba candidates wetu wote wana ulemavu mmoja ama nyingine. Usonji, physical, kutoona, kutosikia na mambo kama hayo. So wanakuja kwetu wakiwa wamejua sisi ni watu wa aina gani, catchment area yetu ni hiyo, na kama unataka tuhusike kwa mambo yako ujue ni hiyo ndio tunafuata, sio mtu yeyote pale nje. Wale wana nafasi chungu nzima kule nje. So tumeangalia hii niche, na sisi wenyewe tulipitia hizo changamoto. Founder wa Riziki ni aliye na ulemavu pia, alipitia hizo changamoto. Hapo ndio wazo hili la kubuni shirika hili lilikuja kuzaliwa. Yes. Na tukabuni shirika. Kuna kitu liliongelewa na wenzangu hapa. Kuna hii problem ya mzazi kutokubali mtoto wake. Kwanza inafaa uanzie hapo. Ukubali mtoto wako, hali yake. Na kile kinasababisha wazazi kutokubali watoto wao saa zingine ni vile ina carry out itself against hizi familia. Unapata familia hiyo sasa ndio watu wanaongea kwa mitaa. Unaona watoto akina nani? Unaona hata kwa kanisa. Kuna wengine hata sasa siwendi kanisa. Unaona? So pia wanafaa kujua kwamba hauchagui mtoto unayemzaa. Kuna mtu ambaye ako in charge. Kama wewe unaona kwamba wewe hiyo ulizaa ni wazuri sana, ni bahati yako. Huyu naye pia ni bahati yake. Ni Mola ndio muumba. So haifai tuwe na story sana kueleza mambo mengi kuhusu familia za watu. Zinafanya hata hao wazazi wengine wanakuwa na hizo shida za msongo wa mawazo. When people are just talking about you kule nje, unajua kuna vile inakuwa athiri kiasi ya kitu kama hiyo na kuleta unyanyapaa. Yes, saizi kuna sheria tumekuwa na sheria tangu mwaka 2003. The Persons with Disabilities Act. Sheria ambayo inaongea kuhusu jinsi ya masuala ya kilemavu yatakuwa yanaangaziwa kote nchini. Sheria hii ilipigwa msasa na tukaona kuna mianya, kuna certain gaps ambazo hazikuwa zina promote kunufaika kwa walemavu sana jinsi inavyostahili. Ikafanyiwa marekebisho. Sasa hayo marekebisho yalipitishwa juzi bungeni, ndio ikawa hiyo Persons with Disabilities Act Amendment Bill ilipitishwa. Kile kimebaki sasa ni ule kutiwa sahihi, kuifanya iwe sheria. Iwe sheria ianze kufanya kazi. Kwa sheria hii kuna mambo fulani ambayo yatawawezesha watoto wenye usonji kunufaika na kujumuika kikamilifu katika mambo ya ujenzi wa kitaifa. So ukiangalia kuna hiyo hata hiyo registration process. Kuna mambo ya social protection. Kuna yule daktari alieleza pale kuna level 1, level 2, level 3. Kuna hii level 3 ambaye huyu atahitaji usaidizi mara nyingi. Huyu sasa ana qualify huyo mzazi wake kama caregiver kunufaika na ile social protection ya serikali. Ni muhimu wazazi wajue, sio kila mzazi ana uwezo. Elizabeth hapa atazaona hiyo social protection, I don't need it. Lakini kuna yule yuko Mtwapa, Kilifi, Makueni, Migori, wapi huko ndani ana mtoto kama huyu lakini ana uwezo.
huyu anafaa kusika na ile registration process, apate ile cheti, kadi, and then aende kwa social development office, atimize yale masharti. Huyo mtoto atakuwa na patiwa ile stipend wanapewa kila mwezi, na inaweza kumsaidia kwa njia moja ama nyingine. Na bila shaka tuna dakika nafikiri takriban 2 hivi kabla kwenda pumziko, lakini John, tuangazie hali ya maisha sasa hivi na zile ambazo tunaita kwa lugha ya kimombo trends. Tumeona kukiwa na hofu kwa madaktari wengi wanaoshughulikia masuala ya afya ya watoto kwamba pia runinga na simu tunazowapa watoto zinaleta changamoto za mawasiliano na kuchelewesha ukuaji, na pia labda kuwepo kwa ile hali ya kuweza kuzungumza katika ule umri ambao anahitaji. Labda kwa dakika moja tutakuja kuongezea zaidi na kupata kauli za kina Pauline na Kennedy baadaye. Naam, runinga ama screen in general, iwe ni simu, iwe ni televisheni, tablet, computer, mtoto anapochukua muda mrefu pale akiwa na watch, inamaanisha huyo mtoto haongei na mtu mwingine, mawazo yake yote iko mahali pale, hakimbii. Kikawaida tunajua kwamba mtoto akiwa mdogo anahitaji kuchukua muda mrefu kukimbia kule, kucheza na watoto wengine, kuimba, kuruka, kucheza hivyo. Lakini sasa huyu mtoto akishaketi pale, hana mtu wa kuzungumza naye, hana chochote cha kucheza naye. Ameketi pale, analetewa chakula ambayo wamemash, analishwa kama ameketi anaangalia TV. So hiyo ina affect sehemu nyingi, hataweza kuzungumza vizuri, hataweza kutembea vizuri, hataweza kutafuna chakula vizuri, kuvaa nguo, kujipeleka choo. So runinga ina changamoto nyingi ambayo wazazi wengi hawajaelewa. Kwamba mtoto anapolia pengine unachukua simu na mpe ili uendelee kufanya kazi. Ni heri anapolia mtoe nje aende acheze, aendeshe baiskeli, acheze na watoto wengine, alafu arudi akule chakula, ucheze na mtoto, lakini usimweke chini ya kuwatch runinga. Tutakuwa tunaangazia hayo zaidi kwa sababu tumeona wasiwasi ukiibuka kwa miongoni mwa madaktari kuhusiana na hali hizi, visa vya watoto kutoweza kuzungumza kwenye umri ambao wanafaa kuzungumza, na wakisingizia zaidi kuwepo kwa nafasi nyingi sana ya watoto wale kuwa katika runinga ama katika rununu, simu za rununu, na vile vile pia katika tarakilishi. Tutakuwa tunaangazia hayo, tupate kauli za Pauline na Kennedy, lakini kwa sasa na zama madukani. Na mtazamaji, karibu tena. Tunaendeleza mazungumzo kama ulivyoona awali, na tunaangazia kudhibiti tawahudi ama usonji kwa lugha ya kimombo autism, na naendelea kuwahusisha wageni wangu studioni. Nilikuwa nimpatie John nafasi ya kumalizia kuhusiana na ladha ile mitindo ya kisasa. Tunaangazia pia mbali na ladha mitindo ya kutumia runinga na masala mengine, pia tunaangazia mitindo ya kuwepo kwa zile chanjo. Tumeona baadhi ya wazazi wakiwa na wasiwasi na ladha visingizio zaidi kwa chanjo ambazo watoto wamepata kwa wakati mmoja au mwingine, ama wazazi walipata wakiwa katika ujauzito, hususan katika huu wakati wa virusi vya COVID-19. Hizi ni changamoto ambazo zipo kisayansi. Utafiti umethibitisha kwamba kuna baadhi ya watoto wanaweza kuathirika, na ni masuala ya mpangilio wa zile genetics ama ni masuala yanayoletwa na changamoto zipi? Labda kwa manufaa tu ya kuelewa zaidi. So tukiangalia upande wa kwa nini useme risk factors, nini nafanya pengine mtoto aweze kuwa na ulemavu aina fulani. So kuna risk factors, tuseme kwa mfano mama anapokuwa mjamzito, hali yake ya mawazo, yani emotional health. Tunaangalia vitu vingi ambayo inaweza zikafanyika. Pengine mama alikuwa anatumia madawa fulani, pengine alikuwa mlevi, mraibu wa madawa aina fulani. Tuna vitu vingine kama vile pengine prolonged labor, mama anasakwa kwa labor kwa muda mrefu. Pengine mtoto amezaliwa kabla ya masiku zake, ama alikuwa underweight, ama pengine mtoto alizaliwa na jaundice. Kuna mambo fulani ambayo tunasema hizi ni risk factors. So tukiangalia upande wa chanjo,
hatuna jibu upande huo. Kwa sababu tunajua umuhimu wa chanjo na kuna research nyingi sana ambayo inaendelea. Kuna mwingine atasema mtoto wangu alikuwa sawa hadi alipopewa chanjo. Lakini tunauliza pia mbona wale wengine hawajaathirika? Yes. Lakini pia kuna research nyingi ambayo inaonyesha kwamba watu wengi ambao wako na hizi shida, pengine autism, mara nyingi autism, ADHD, dyslexia, wengi wao utapata kwamba kuna genetic predisposition, kwamba pengine genetically alikuwa na beba gene fulani ambayo imempredispose kupata hii shida, na pengine kile kilichofanyika ilikuwa ni trigger. Na triggers zinaweza kuwa vitu vingi. Inaweza kuwa pengine mtoto alienda through depression, childhood trauma, inaweza kaathiri akili ya mtoto ikasababisha hivi. So tuko na gap ya research upande huo. Pauline, alivyotaja daktari kwamba huenda kukawa kuna mpangilio fulani wa genetiki ambao unaweza kusababisha mtu akawa kwenye hatari zaidi. Haya ni masuala ambayo mnayazungumza katika majukwaa ambayo yanahusisha kina mama, kwa sababu tumeona masuala ya runinga na simu yakiwa yanatajwa mumo kwa mumo katika kuwa labda yanaweza kuwa changizo. Lakini tunapoona kwamba kuna baadhi ya mipangilio labda ya maumbile ya genetiki zetu ambao huenda yakachangia, yapi ambayo unahisi yanaacha mapengo katika utafiti wa kuwasaidia hata wazazi kuepuka kuwa na watoto wenye hali hizi? Haya ni maswala tunazungumzia kwa hivi vikundi, sababu utaona kitambo ulikuwa maybe utapata mjomba wako hakuongea mapema, lakini hii si mambo watu walikuwa wanazungumzia sana. Ulikuwa unaambiwa mjomba hajaongea, lakini alipelekwa kwa nyanya mahali kuna watoto wengi, alafu akaanza kuongea. Alichelewa kutembea, unaona, hakuwa anapenda hivi na hivi, akiwa shuleni hakuwa msomi. So unaona haya mambo ni sio ati ameanza saizi, but watu wako wanazungumzia. Basi sasa kwa hivi vikundi unapata mkiongea vizuri, unapata kweli kwetu kuna pengine kulikuwa na shida mbeleni, sasa you are predisposed. Na sana watu nasema ni the brain. Watu wanaangalia kama brain, ukizaa mtoto ni kama brain ilikuja kwa bakuli imefunikwa. Sasa ukiitoa vile una expose brain, unaona kama vile wanasema wazee kitambo walikuwa mtoto kama haongea anapelekwa kwa watoto. Sasa unaona umemexpose kwa environment tofauti. Ile uta-expose mtoto wako ndo atajua. So hata ukisema screen time, hata kama mtoto wako yuko predisposed because of hii mambo ya genes, but umpeleke therapy, unamu-expose kwa mambo tofauti. Usipomweka kwa runinga, unamu-expose kwa mambo tofauti. Pengine unamsaidia apeleke baiskeli, paint, afanye mambo mengine. So ni vile uta-expose akili, ndio mtoto ataelewa. Na Kennedy, kwa nusu dakika kwa sababu ya muda, pengo lililopo la masuala ya utafiti unalizungumziaje? Kuna changamoto hapo. Kama nchi, kama serikali, there is very scanty information kuhusu research ya disability kwa jumla. Na hata pengine sio research ya disability tu. Hata census yetu ya 2019 ilipelekwa kotini, ikasemekana mrudie census ya Wajir na Mandera na sijui wapi. Kwa census ingefaa wa capture walemavu ni wangapi sehemu fulani, categorization na hata aina ya ulemavu na hata hali ya ulemavu, because from the census, that census, the results huwa ina inform mipango yote ya serikali. Utakuwa unaambiwa CDF constituency fulani mko watu fulani, hivi ndio tunafanya allocations hizo vitu. So sasa zile una-miss kupata zile takwimu vizuri, programming inasafa. Ningependa tuwe na uwezo wa kufanya utafiti ule ambao utakuwa umeaminika. Hata hizi daktari anasema predisposition ya gene na nini, we need proper research on those things that now we can properly advise people. Tunaweza ku-advise wale watu vizuri, tuseme hii inaletwa na hii,
na ili ujiepuke na hii lazima tufanye hivi. Unajua hiyo itakuwa informed na hiyo research na data. Naam, bila shaka. Asante. Huyu alikuwa ni Kennedy Okongo ambaye ni mkurugenzi wa mipango katika shirika la Riziki Source ambalo linasaidia watu na hususan vijana walio na ulemavu mbalimbali kuweza kupata nafasi za ajira kwenye mashirika mbalimbali na afisi mbalimbali. Asante sana kwa kuja na kwa mchango wako. Pia nilikuwa nimemhusisha Daktari John Onala ambaye yeye ni mtaalamu anayepeana ushauri na nasaha na pia kusaidia familia na hususan watoto walioweza kupatikana na hali ya usonji na kuwapatia mwelekeo wa ni yapi ambao wanahitaji kufuata kuwezesha yule mtoto kuwa na maisha ambayo ni bora kwake. Asante sana kwa kuja na kwa kushiriki. Pia nilikuwa nimemhusisha Pauline Elizabeth ambaye yeye ni mojawapo wa wazazi ambao sasa hivi yupo katika mstari wa mbele kutoa hamasa kwa wazazi wengine kuwajumuisha kwenye vikundi wazazi walio na watoto walio na hali ya tawahudi au usonji au autism, ili katika kuwawezesha kuchukua ile nafasi kama wazazi, kuwapatia nafasi bora watoto hawa wenye mahitaji haya maalum. Asante sana kwa kushiriki na kwa kuja. Na mtazamaji, kufikia hapo na endelea na taarifa kukuhusisha